kaanza kuleta shida. Sio maneno yangu, ni maneno ya rais wa SJAK. Amesema tulikuwa tunachangia Diblo 125,000. Inaniuma pastor, inaniuma. Huyu ni shujaa, haifai tunamchangia 125,000. Ni aibu kwa serikali ambao ndio wanafuatilia masuala ya kazi hapa nchini. Jamani, fuatilieni wafanye kazi. Haiwezi kuwa kwamba huyu jamaa wakati anaaga tunamchangia zaidi ya milioni 1 na wakati anapougua tunashindwa kuchanga shilingi 1,125. Inanichoma. Sitasema mengi kwa sababu wengine hawanielewi, lakini mimi si mnafiki. Biblia alikuwa anapenda neno mnafiki. Mimi si mnafiki. Mimi nitayasema, pastor, upende usipende. Mwisho, kwa mandugu zangu ambao wako hapa, tumekuja kumsherekea huyu jamaa. Mimi namsherekea rafiki yangu, manake alipokuwa anaugua atanipigia simu anaambie naumia. Pastor, wewe ndio naongea na wewe pastor. Wewe ndio chairman wa kamati ambayo inamzika ndugu yangu. Anasema naumia. Unanisikia pastor? So wakati ninapoongea siongei tu kwa sababu ya kufurahisha yeyote. Naongea kwa sababu nilisikia uzito ya rafiki yangu. Alipoaga nilipokea simu kwa beki wa kupanda na kushuka. Beki nyanyuka. Dakika 25 saa 2 asubuhi beki alinipigia simu. Asante sana rafiki yangu. Akanambia, Rocho, nimepokea ujumbe kutoka Meru. Wakati huo mimi nilikuwa Kisumu. Nimetoka Uganda, nina shughuli Kisumu. Akanambia amepokea simu, kuna jamaa kutoka Meru wanataka namba yangu, kwamba tuko na mkasa, Diblo ameaga. Beki kwa sababu ni mwanahabari hawezi toa tu maneno hivyo. Wale kuna ndugu ya Diblo ule yuko hapa, akanipigia akanambia, Rocho, rafiki yako ameenda. Nilipiga nduru kule Kisumu, sababu mimi mwenyewe pia sikuwepo wakati ndugu yangu anaaga. Sikuwa karibu na ndugu yangu, kijana wake ndiye alikuwa naye pale pale. Nikampigia kijana wake nikamuuliza ni nini imetendeka, akanieleza. Nikachukua simu yangu nikampigia ndugu yangu Toldo ambaye alikuwa hewani radio Jambo. Hakushika simu sababu yuko hewani. Baada ya kupiga simu 2 akashangaa, Jumapili Rocho ananipigia simu mara 3. Akanimpigia, akapata sauti yangu inatetemeka. Nikamwambia Diblo ameenda. Akaniambia, unaniambia nini? Pale pale nikachukua simu nikampigia mkuu wa redio. Hakushika simu yangu. Baada ya lisaa akanipigia, Rocho, nimeona kitu umeweka kwenye mtandao. Nikamwambia, hiyo ndio shughuli imetuendea. Kumaliza hayo yote, kitu ambayo nasema hivi ni kwamba tusiwe wanafiki. Tusiwe wanafiki. Rocho akishaaga ndio sasa tunakimbia kwa Rocho. Rocho natoa milioni 1, haitusaidia Rocho. Umenipata? Lakini nashukuru kampuni ya radio Jambo kiongozwa na Steve kwa kazi nzuri ambayo amefanya. Ameng'ang'ana nasi baada ya kifo na tumeweza kufikisha mwenzetu hapa. Kazi nzuri Steve Agembo. Umefanya kazi nzuri hapo. Wa pili ambaye nitashukuru na nitamshukuru tena sana ni rafiki ya Diblo. Aliposikia napiga nduru ndani ya redio kwamba Diblo ameteseka miaka 17, akanipigia simu. Akanambia, Rocho, Diblo ana watoto wangapi? Nikamwambia ni 3. Akanambia nipe wa kwanza. Nikamueleza kuhusu huyu kijana. Akaniuliza anasoma wapi? Akanambia Karatina. Rocho, nipe hesabu. Nilimpasta naongea na wewe, wachana simu. Ama unapiga video yangu.
Oh, weka simu chini. No, pastor ni wewe, naongea na wewe kwa sababu you are the chairman wa hii mazishi. Yule jamaa akaniambia, Arocho, school fees ya huyo kijana ni ngapi? Nikamwambia ni 216,000 shillings. Jamaa hakusita, akanitumia hiyo pesa kwa simu. Jamani, tumpatie ni makofi huyo jamaa. Sitomtaja manake hapendi kutajwa. Nikachukua jana, nikaenda mpaka Karatina University, nikalipa school fees ya ule kijana. Kuanzia sasa mpaka amalize university imelipwa. Sasa hapo ndio nasema tunatoa unafiki. Yaani wewe una act there and then, si ndio pastor? Mwisho kwa msichana, mama amenipigia simu usiku wa jana kutoka kule nje, akaniitisha bili ya huyu mwana msichana. So nitampa bili na huyu kijana nitampa bili. Mambo ikienda sawa, basi nitakuletea ripoti. Sawa? Nikimalizia, mimi nafurahia sana kwamba nimefika hapa. Kwa nini nafurahi? Nafurahi manake nimekutana na watu ambao walikuwa wanampenda sana huyu jamaa. Kwa dhati, sio unafiki. Nimekutana nani na nimefurahia sana.